kwa nini kanisa la kwanza liliamua kuisherekea Noeli. Nitaingia katika hatua tatu: kihistoria, kibiblia na kiroho. Kihistoria, kwa nini kanisa liliamua kuisherekea Noeli? Kulingana na historia, katika karne ya pili na ya tatu, kanisa la kwanza lilipigwa vita na zoruba ya mafundisho ama filosofia za upotevu. Tangu karne ya kwanza kwa mwisho, karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya tatu, kanisa lilikuwa katika vurugo wa mafundisho ya uongo, na hii ndio ilifanya kuwa hata wamitume wajaribu kutafuta maandishi ya vitabu vya Agano Jipya, sababu hata kama viliandikwa mbele ya mwaka 100, lakini kwa mwaka wa 300 huko ndipo vitabu vilianza kukusanywa na kutafutwa, sababu walienda kutana kuwa wasipokusanya hivyo vitabu vya Agano Jipya, vizazi vitakavyokuja havitaweza kupata Injili. Wakachukua hiyo maamuzi ya kutafuta hayo maandiko. Vile vile filosofia ziliinuka za kupinga ya kuwa Yesu hakuvaa mwili, na hizi filosofia zilianza kuonesha Wakristo wa karne ya tatu ya kwamba, walianza kuwaonesha ya kwamba Yesu hakuwahi kuwa, eti wanadanganywa, na wakaonesha kuwa Yesu hakuwahi kuexiste, hakuwahi kuishi. Manake wakaonesha kuwa Yesu ni personage historique, na ikaleta Wakristo wengi kuchanganikiwa na kukana hata imani, kwa sababu walienda kudanganywa kuwa Yesu haiko mtu mwenye aliishi, lakini ni hadithi tu, ni hadithi. Kanisa la kwanza kusudi liweze kukabiliana na hiyo filosofia, wakaamua kuwa hivi watu hawa wamepinga kuwa Yesu hakuvaa mwili, tangu sasa tunataka tupatie valere ile kuvaa mwili kwa Kristo, tupatie valere. Na hii ndio ikafanya sasa ya kuwa sio tu washerekee kimaandiko, sababu kwa hatua ya kwanza walikuwa tu wanasomaka hiyo hadithi, vile Maria alitokewa na malaika, vile Maria alienda kwa Elizabeti, ile tunjo ilikuwa wakati ya ukumbusho, ile tunjo walikuwa wanafanya. Lakini wakasema kusudi tuitie nguvu, tutakuwa tunafanya teatre. Maria huyu atafanya role ya Maria, huyu anafanya role ya Yusufu, huyu anakuwa mtoto mwenye atalalishwa katika hori wa majusi na mambo mengine. Na wakati sasa ni kusema ile njoo ilifanya kuwa na kreshe au ile manjuare ambamo Yesu alizaliwaka, wao wanaitengeneza pia, na wenye waliwekea tena ile mkazo zaidi ni Katolika ya Roma, kwa sababu katika kutengeneza kresh na kulalisha huyu mtoto ndani ya kresh, walitaka waoneshe kiukweli
mazingira ambamo Yesu alizaliwa. Njo ile teatre ambao walikuwa wanafanya, na hii njo ilikuwa kabisa hakikisho kubwa la kuonesha hizi filosofia ya kuwa Yesu alivaa mwili. Hiyo ilikuwa kabisa hakikisho. Wakati wanaona picha mtoto ndani ya creche, Maria pale, Yusufu pale na majusi wanakuja kumtazama mtoto, ili hakikisha nekatosha confusion ndani ya Wakristo ambao walikuwa wameamini hizo filosofia za uongo. Hiyo ni kihistoria. Kibiblia utasoma kitabu cha Luka sura yake ya pili, Luka sura yake ya pili ule mstari wa 8. Katika sehemu hizo walikuwa wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, wakaogopa sana. Malaika akawaambia, msiogope, nimewaleteeni habari njema ya furaha kubwa itakayopata watu wote, kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi kwa ajili yenu, ndiye Kristo Bwana. Na hiki kitakuwa kitambulisho kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelazwa horini. Tunasikia ya kuwa wakati Yesu alizaliwa, malaika walikuja wakiimba, wakisifu na kutukuza Mungu. Walishangilia. Kwa nini? Sababu hii kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni kama vile unabii umetimia wa kukombolewa. Ndiyo maana hata Simeoni alipomuona huyu mtoto akasema, Mungu akitaka mchukue sasa, kwa sababu kile Mungu alichomwahidi amekiona. Tunasikia kuwa malaika walishangilia, wakamsifu, walikuja kabisa wakiimba, wakimsifu Mungu. Sasa kanisa lisisifu Mungu? Kanisa lisishangilie kuzaliwa kwa Yesu? Ingawaje ubishi utakuwa kwenye tarehe, lakini je, kanisa lisimtukuze, lisisherekee kuzaliwa kwa huyu Masihi? Biblia inasema kwa ile mstari wa 15, baada ya hao wa malaika kuondoka na kurudi mbinguni, wachungaji wakaambiana, tuendeni moja kwa moja mpaka Betlehemu tukalione tukio hili Bwana alilotujulisha. Basi wakaenda mbio, wakamkuta Maria na Yusufu na yule mtoto mchanga amelazwa horini. Hao wachungaji walipomwona huyo mtoto wakajulisha wote habari waliokuwa wamesikia juu yake. Wote waliosikia hayo walishangaa juu ya habari walizoambiwa na wachungaji. Nakutana kuwa ilikuwa ni fete yenye imeanza wapi? Mbinguni. Malaika wanashuka wakiimba, wakisifu, wakitukuza Mungu. Nani atakayechukia isipokuwa shetani kushangilia kuzaliwa kwa Kristo? Tarehe haiko problem, sababu hawa wanaopinga Noeli, kama wangelikuwa wanajua thamani ya kuzaliwa kwa Yesu, wangelitafuta hata siku yao watakaoichagua wenyewe, lakini wahakikishe nao wamesherekea kuzaliwa kwa Yesu. Hiyo ni kibiblia. Kiroho inatokana na mazingira yaliyokuwa kwa nyakati hizo, sababu hii unasikia wanaita Noeli ya kipagani au le Saturnale. Kwa kweli ilikuwa ni ibada kuhusu jua. Kwa nini?
tangu mwezi wa 9, 10, 11, 12 bara la Ulaya na Asia lilifunikwa na baridi kali, na hii baridi iliua hata watu. Tutakueleza zaidi katika historia ya tarehe 25. Na hiki kibaridi, tangu tarehe 17 jua lilichomoza kwa mara ya kwanza tangu mwezi wa 9. Jua ilikuwa mara ya kwanza wanaona jua tarehe 17, na hii ikawaleta kuwa washerekee na kusema Mungu amezaliwa, Mungu jua amezaliwa. Na huyu Mungu jua walimpatia majina mbalimbali: Mitra, Saturne, Jupiter. Kila nchi ilikonsidere hii jua ambao walisema ni Mungu amezaliwa kulingana na desturi yao, na hii ikafanya kuwa watu washerekee kuzaliwa kwa huyu Mungu jua tangu tarehe 17 mpaka tarehe 24, na ililazimishwa kwa watu wote, wadogo wakubwa, sababu utawala wa Roma ndio ulilazimisha kusherekea kwa hiyo kuzaliwa kwa Mungu jua, yaani Noeli ya kipagani. Kanisa lilihitaji lisubiri hiyo michanganyiko ya tangu tarehe 17 mpaka tarehe 24 ikome, ndipo nao sasa washerekee kuzaliwa kwa jua yao. Sisi kanisa, jua letu ni Kristo. Wao waliita Noeli kuzaliwa kwa Mungu jua, hiyo jua walioiona, lakini Wakristo wao waliita Noeli kuzaliwa kwa Mungu, kwa jua la haki ambalo ni Yesu Kristo, Mungu pamoja na sisi. Ndiyo maana kanisa lilipokuwa likisherekea hiyo sikukuu, lilikuwa linakumbuka namna gani lilitoka katika giza ya kutokuamini na likaingizwa na huyu jua ya haki ambaye ni Yesu Kristo katika kuamini. Ndiyo maana hata ukisoma kitabu cha Isaya sura 9 ule mstari wa 2 nasema, watu waliotembea gizani wameona mwanga mkubwa. Watu walioishi katika nchi ya giza kuu, sasa mwanga umewaangazia. Ni kwamba kanisa kusherekea Noeli waliichukua kama vile sikukuu ambayo wanakumbuka jinsi waliangaziwa vile na jua ya haki kupitia kuzaliwa kwa Yesu au kuvaa mwili wa Kristo. Hizi ndizo sababu 3 kubwa zilizofanya kuwa kanisa la kwanza lipatie thamani sherehe ya Noeli. Kwa video ya kufuata tunataka sasa tukufasirie kwa nini mashahidi wa Yehova, wana Sabato na wafuasi wa Branham hawawezi kusherekea Noeli. Asante kututega sikio na Mungu akubariki.